Mnamo tarehe 23 mpaka tarehe 27 ya mwezi huu tunatarajiwa kufanya kambi ya upimaji wa magonjwa ya mifupa na mishipa fahamu pamoja na ubongo katika hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center au inafahamika kama Seliani ya mjini. Kambi hii itafanyika kwa ushirikiano wa madaktari wa Arusha Lutheran Medical Center pamoja na madaktari wanaotoka au wataalamu wanaotoka kwenye taasisi ya mifupa na ubongo MOI. Kama tunavyofahamu, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa sasa hivi inaisimamia hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center kwenye utendaji wake. Kwa hiyo katika usimamizi huo kuna aina mbalimbali za matibabu ambayo yanatolewa pale, ikiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo, matibabu ya mifupa, matibabu ya watoto na matibabu ya kina mama na matibabu mengineyo. Kwa hiyo ili kuweza kuadhimisha au kuelekeza maelekezo ambayo tulipewa na Mheshimiwa Rais ya kusogeza huduma za afya kwa wananchi katika zile siku 100 za utendaji wake, tumeamua kufanya kambi ya mifupa kwa watu wazima, watoto, mishipa fahamu na ubongo, tukishirikiana na wataalamu wabobezi kutoka taasisi ya mifupa ya MOI. Kama nimesema awali, kambi hii itakuwa ni ya siku 5 na upimaji utakuwa ni wa bure kwa wale ambao watakuja na kutaka kupimwa, na tunawakaribisha wananchi wote wa mikoa ya Arusha na mikoa ya jirani ili waweze kufika katika taasisi hiyo na kuweza kupata matibabu hayo, upimaji huo, na baadaye matibabu kama itaonekana kuna haja ya kufanya matibabu. Mimi ni Dr. Anthony Asei, ni consultant orthopedic surgeon na pia ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya mifupa na ubongo ya MOI. Tunafurahi kushirikiana na taasisi hii ya MOI ya Jakaya Kikwete kwenye hii outreach inayofanyika kwenye hospitali wanayoisimamia ya Arusha Lutheran Center au Seliani ya mjini kule mjini Arusha kwa tarehe ambazo ameeleza Dr. Tatizo Wane. Sisi kama wataalamu kutoka taasisi ya mifupa ya MOI tunaungana na taasisi ya Jakaya Kikwete kwa ajili ya kuchangia jitihada za kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Tunategemea tutapeleka wataalamu wabobezi katika maeneo makubwa 4. Ya kwanza inakuwa ni daktari bingwa wa upasuaji wa majeruhi, yani mifupa na viungo kwa watu waliopata majeraha kwa watu wazima. Pia tutakuwa na daktari mbobezi katika maeneo ya kubadilisha nyonga, magoti pamoja na kubadilisha viungo, yani magoti pamoja na nyonga au hip na knee replacement. Tutakuwa pia na mtaalamu mbobezi wa magonjwa ya mifupa na majeruhi kwa watoto wadogo au pediatric orthopedic surgeon. Alafu wa 4 tutakuwa na daktari mbobezi wa upasuaji wa magonjwa ya kichwa au neurosurgeon. Na katika siku hizi za kempu hii tunategemea kutoa huduma katika maeneo makubwa 5, ambayo la kwanza ni eneo la majeruhi. Hii ni watu waliopata ajali, labda wakavunjika au wakatenguka viungo mbalimbali vya mwili. Lakini pia tunategemea kutoa huduma katika eneo la tuite kunyoosha mifupa au kurekebisha mifupa pamoja na maumivu ya viungo na mifupa na mgongo au orthopedic surgery, ambapo tutaona wagonjwa kwenye matatizo hayo kama usaha kwenye mifupa, maumivu ya muda mrefu ya magoti, nyonga, mgongo, shingo na mikono na sehemu kama hizo. Lakini pia tutatoa huduma kwa watoto wadogo kwenye matatizo ya mifupa. Tunafahamu kwamba watoto wenye matatizo ya mifupa ni population ambayo ni kubwa kidogo. Kuna matatizo ya kuzaliwa, labda miguu imejipinda au mikono imejipinda au mikono mifupi na vitu kama hivyo, lakini kuna wale ambao wamepata mivunjiko na majeraha mbalimbali alafu wakapona vibaya ikawapelekea ulemavu, lakini kuna wengine wanakuwa na maumivu ya kudumu. Kwa hiyo hao mtaalamu huyu atawaangalia na kutoa matibabu stahiki kadiri ya mgonjwa atakapokuwa ana present kwetu.